inaitwa Divine Counsel. Na tutasoma kitabu inaitwa Samueli wa pili chapter 5. Juu ni vizuri wakati unatumikia Mungu unalifaa wale watu wako mbele zako. Biblia inasema katika Wakorintho ya kwamba wale watu walikuwa mbele zetu walikuwa wamewekwa ili tujifundishe na mambo. Wale walienda vizuri, kuna mambo we can borrow from them. Unapo study the book of Samson, bila alifanya, unaweza soma kitu kutokana na Samson. Unapoangalia mistakes za Moses, errors of Elijah, you can learn. Because this is our constitution and our role model, our reference book. We revert from the Bible here to get a Bwana asifiwe sana. So today ningetaka kuona kwamba how to maintain victory and to continue succeeding. Haupotezi victory. Na tutamwangalia David. Tuone David, kwa nini David ameandikwa ya kwamba alikufa akiwa na uzee na akiwa tajiri sana na akiwa na heshima sana. Maana ukisoma in the book of First Chronicles chapter 20 inasema ya kwamba hivyo ndivyo Daudi alimalizia. Tutaangalia ni vitu ngapi which guided David. Bwana asifiwe sana. Now in the book of second Samuel chapter 5 verse 22 inasema, and the Philistine came up yet again and sprouted out in the valley of Rephaim. And when David inquired of the Lord, he said, you shall not go around to the rear and come against them opposite the balsam tree. And when you hear the sound of marching in the top of the balsam trees, then rouse yourself. For then the Lord has gone out before you to strike down the army of the Philistines. And David did as the Lord commanded him, and he struck down the Philistines from Geba to Gaza. The wisdom of walking with God is determined by how you seek him. Inquiry kuuliza Bwana. David ukiangalia vitabu vyake, ukiangalia Samueli wa kwanza chapter 30, alipotoka vitani akakuja na ushindi, alipata Zikilagi imechomwa. David hakuanza kusema Mungu umeniacha. Biblia inasema he inquired of the Lord. Aliuliza, akaomba. Na hii ilikuwa tabia ya Daudi. Hangefanya kitu kabla aende kuuliza Bwana. Ukisoma hiyo Samueli wa kwanza 30 inasema ya kwamba alitisa na Ifera akalala chini. Na akamwambia Bwana, nikienda nitaregesha mateka. Bwana akamwambia enda. Lakini hajui anaenda wapi. Lakini hizo ndizo vitu nataka kuongea leo katika jina la Yesu. Amen. Sema amen, sema amen. Inquiring the Lord for divine counsel. Kuuliza Bwana kwa sababu ya ushauri wa kiungu. Maana hii safari tunatembea, it is controlled by the spirit world. Mungu wetu ni roho. Na Mungu wetu hana mwili kama tuko naye. So kama huduma kama hii, kama nitakosa hekima ya kuuliza Bwana, nitachanganyikiwa, nitapoteza. Bwana Yesu asifiwe. Sema haleluya. Hii inasema kwamba wakati David was anointed mara 3. Mara ya kwanza he was anointed by Samuel. Establishment of his calling. Ya kwamba akasemekana wewe ni mtu mkubwa. The second time he was anointed to become the king of Judah in some tribes. But now chapter 5, after the death of Saul, ukisoma Samueli wa pili utaona vile kuliingia na transition. Kuna jamaa moja alikuwa anaitwa Ishibosheth, not Mephibosheth, Ishibosheth. Alikuwa mmoja wa familia ya Sauli. Wakati Abner, the commander of the army of Saul, alitoka vitani, alikuja akapata yule msichana alikuwa anataka kuoa, Ishibosheth amemchukua. Mungu alitengeneza kitu hivi ili aweze kupigania Daudi. Alileta vita katika kambi ya Sauli. Naomba katika jina la Yesu, Mungu akupiganie vita vyako, yeye ndiye anajua kufanya. Una haja kwenda kwa adui kutiro kuambia mtajua mimi niko na Mungu mkubwa. Wewe endelea kumtafuta Bwana. Jehova ako na hekima ya kwenda kule. Alifanya waanze kugongana wenyewe kwa wenyewe. Do you know what happened? Abner aliambia Ishibosheth, kama hutanipea huyo msichana nioe, nitachukua Israeli wote na nitawabeba na nitawapelekea Daudi. Akifikiria ni mchezo, hapo what happened? Abner akawabeba, akaenda nao
Na akaenda akaambia Daudi tumerudi. Unfortunately, you know what happened? Because of Joab. Joab ndiye komanda wa nyumba ya Daudi. Alipokuja akasikia Abneri alikuja kwa Daudi na vile alikuwa anakimbiza Daudi. Joab akaambia Daudi ameenda wapi? Akamfuata. Alipopata jangwani, Joab alichukua panga, ilikuwa hapa vile wanakaga kemindo hapa majeshi. Alihagi Abneri. Wakati wamehojiana hivi, alirudi hapa akachokomoa kimindo, akakiwekelea hivi, akamfinya ndani. Na that's how Abner died painful death. He was very innocent. Bwana asifiwe sana. Shetani anaweza zuilia ende binu usiingie kiwa. Unajua ni shetani ndio alikuwa anatumia hiyo binu. Lakini leo tunatangaza kwa jina la Yesu. Kila binu shetani atajaribu kutumia ili ya kwamba usianoitiwe mara ya tatu. Yaani usipote your full breakthrough. Tutai frustrated by praying the name of Jesus. Tutai frustrated. Because the Bible inasema we are not ignorant of the schemes of the devil. Shetani hutumia schemes. The devil is a schemer. Anaweza kuangalia one huyu mtu vile wanatembea na Mungu 10 years this man will be a general in faith. Atatumia mbinu yoyote a frustrate usiingie kwa hatima yako. But I declare mwezi wa September is a month of many surprises. Amen. Many breakthrough. Amen. Ambazo hutajua God will surprise you with many surprises, with many breakthrough. Amen. Kuna vitu Mungu atafanya huku umejiandaa katika jina la Yesu. David was not aware. But wakati Abneri alikufa, Daudi alilaani Joab na akasema na damu ya Abneri isije ikapotea iulizwe juu ya kichwa cha Joab. Kwa nini kumwaga damu isiyo na hatia wakati wa amani? Hiyo haikuishia hapo. Then the whole Israel they came na viongozi wao waliambia Daudi, wakati ulikuwa kiongozi wetu zamani, tulikuwa tunaenda vitani na tunarudi na ushindi. Because victory it is dependent, totally dependent of the leader. Wanasemanga kwamba a group of lion led by a sheep can be defeated by a group of sheep led by a lion. Mnashika vile nasema kikosi cha simba kama 100 ikiwa kiongozi ni kondoo wataanguka. Because wanasema kwamba tunasema kwamba uongozi ukikosa kufika wengine hawafiki. Lakini nasema kwamba nazo kondoo 100 zikiongozwa na simba moja zitashinda vita. Amen. Sasa walikubia ndio kamwambia wakati ulikuwa walida. Wakamwambia hata wakati tulienda kupigana na Wafilisti. Wewe ndio uliwapiga. Hata wakati Goliath walitokezea. Wewe ndio ulimpiga. Wakamwambia hatukupoteza vita. Daudi akaanza mnataka aje? Akawaambia. Wakamwambia leo tunakupaka mafuta uwe mfalme wetu. After every breakthrough, the Philistines arises. Unapohudumu umeitwa katika huduma, lazima kuinuke vita. Na watu wengi wanataka unasikia mtu akisema pastor, vile ninaomba ndio vita vinachacha. Si umeonekana kuna kitu kimefanyika kwako? Si shetani ameona? Ndio tunazima hizo vitu zinajiinuaga after victory in the name of Jesus. Kila mfiriji anayejiinua after breakthrough lazima akuje chini. Hallelujah. Na hatutumia nguvu za nyama na damu, we shall follow the heart of David. So David baada ya kuwa anointed, he is the king of all the Israelites. Mimi wakati nilimwagiwa mafuta ya mwanzo na mtume, ilipomwagwa hivi ya wapendwa, baadaye nilikuja kujua ni Wafilisti waliinuka. Unajua ilimwagwa na chupa hivi, na sikuwa nimejiandaa. Mimi nilikuwa nimeenda kesha kama watu wengine. But that night mimi nilitoka hiyo kesha kama nimepakwa mafuta ya huduma. Naomba Mungu akusurprise huu mwezi katika jina la Yesu. The way I was surprised, hiyo ordination yangu haikupangwa. Hakuna mtu alijua, hata mimi mwenyewe sikujua. Hata wale waliokuwa kwa hiyo kanisa hawaku understand who is this. Anafanyiwa anointing saa 9 na anakuwa commissioned because I know God
We serve a God of breakthrough. God of surprises. Mungu anayeingia. Sema amen. So ni vizuri kuwa king. Mimi nasema be calm. Soma Isaiah that. Nasema tulia. Usikize. Anasema katika Exodus 14, be calm. Simameni muone kile Bwana atafanya. Shetani hana haja na zile vitu unapitia. He fights the battles of destiny. Anaogopa kule unaenda. Na anasema huyu toke mweme yake gieta to huyu atatusubua. I went through hell. Kumbe ni Wafilisti waliinuka. Lakini baadaye nikaamua kwenda milimani. Nikamuuliza Bwana, ni kweli niendelee ama nisiendelee? Bwana asifiwe sana. David alipopakwa mafuta, Biblia inasema the Philistine came up yet again. Waliinuka tena. Unalia hapa, basta niombee sina pesa ya kulipa nyumba. Utajenga plot. Amen. Watainuka tena huko. Bata fuata tabia Daudi. Hata wakiinuka mara 20. Biblia inasema mwenye haki hata akianguka mara 7 bado huyo mtu atainuka tena. So wacha shetani apoteze kazi. Kuna maneno Ayubu aliongea 23. Akasema as long niko na pumzi kwa mapua yangu, I will not change my integrity toward you, Lord. Alijua. Kuna mstari tulisoma hapa Psalms 37:7. Nasema watch the right of a righteous man. Hata nikusomea kuona. Mfuate sana mtu mwenye haki. Kisikia mtu anamwona mfuate, wakati mwingine anaonekana ni kama ameisha. Psalms 37:7. Mark the blameless and behold the upright. For there is a future for them. For there is future for the man and there is peace. Mutasame mtu mkamilifu maki. Ate mwisho wake, Kiswahili nasemanga mwisho wake ni amani. Najua sasa hapo uko kwa mawibi. Sasa Yesu aliambia Petro, nimeona baada ya Yesu kusikwambia Petro ati yakwamba kanisa nitalijenga juu yako. Na wewe utakuwa mjiwe kutoka leo. Na wewe utakuwa mtu mkubwa. Baadaye akamwambia nimeona shetani ameomba ruhusa akuweke kwa teo akutigize. Sema haleluya. But mark that person. Hata kama sasa unatigizwa, we are still marking you. Biblia inasema mwisho wa huyo mtu ni amani. Ni ili sivyo apostle in the name of Jesus Christ. Si umalizie na amani kubwa. No matter what you go through. Sema haleluya. So what David alifanya mambo haya, tutasoma tuweze kumaliza. Wakati Daudi aliona Wafilisti wameinuka tena, Biblia inasema verse 23, and when David inquired of the Lord, he said, you shall not go out with the rear. Kuna mambo matatu Daudi Mungu alimsaidia. Daudi kitu cha kwanza alipokea is divine counsel. God advised David. Biblia inasema katika Isaiah 53, and that child ataitwa Maileka counsel. Kabla uchukue hatua yote ya maisha, hata kuhama mahali unakaa, inquire of the Lord. Ile Mungu God can advise you. Ila kuambia usihame wakati huo. Yeye kwa na ulimuki, mimi huambia hata nyumba. Kule naenda kukaa. Sema amen. May you receive divine counsel. May God advise you. Make the right judgment. Take the right step. Kuna mwingine alikuwa amepanga huu mwezi, nilikuwa ndirada magwakwa. Huyo bibi namuacha. Huyo mume ninamuacha. Kuna mwingine kuuliza jirani yako uko na mipango mingapi ya mwezi wa 9? Na Mungu alikuwa amepanga huu mwezi ndirora. Kuna mwingine alikuwa ameamua hii kazi na iacha mwezi wa 9. Ni kweli, but before uache inquire. Amen. Consult. So after David inquiring of the Lord, Bwana alimwambia atulie. Then after counsel, God gave David what we call divine direction. God is a good counselor. We are running from David because the devil is looking at your future. Bwana asifiwe. Amen. Mimi ndiambia watu hata wale mnatafuta wasichana wa nyumba, wacha tu kwenda tu kwa Biblia.
Consult. Mwambie Bwana, nataka uniletee msichana mtumishi wako. Ni kweli. Si atijua na mtu anafanya kazi ya nyumba ni mtu kazi ya nyumba. Unaweza letewa mwizi. Wale mnataka kuajiri watu kazini, usitafute tu nani anataka kazi. Consult. May God advise all employees in the name of Jesus in the house. Wale waajiri wote mko hapa. Do you know? Mungu akikuletea kile kitu muhimu kinakujaga na baraka. Sema amen. Wale vijana mnaoa, kabla uangalie msichana kunona na kuwa na donyi. Consult. Ni kweli? Kuna brother tulikuwa tunahubiri na yeye. Akaniambia kuna msichana alikuwa ameuliza awali. Kukakuja mwingine na ujaja, akanyemelea ni kama anasukuma huyu, ni kama wakondoka kwa face. Huyu akakuja. Nikauliza kwa nini umefanya hivyo brother? Aliniambia na Kikuyu, "Hotarona eno ne dugata." Huyu ni vile anakiuli naye. Huyu ni vile akona shabareria. Huyu ni vile ni muibaji kanisani. Huyu ni vile ameweka mikono hivi. Huyu ni nini? Nikamwambia brother, unapooa huoi mtumishi, unaoa mke. Chakula hautakula na kiuli naye saidia. Chakula hautapikiwa na unatafuta mke. Tani kwambie aliona kanyoni. May God cancel this time. Whatever step you take, we serve God who you can consult. And He give you divine counsel. After divine counsel, He gave David divine direction. Say amen. May God guide you. Mungu akaambia David, sasa ondoka. David was given a divine